yani ukimuona unaweza kadhania kwamba hana kitu, ni mwana wa chuoni mkubwa, lakini mnyenyekevu kweli kweli. Ndio tunaambiwa lugha ya hali ni nzuri zaidi kuliko lugha ya, kwa sababu ulimi unaweza ukasema lakini hali kwa vingine, lakini hali ikitamka inakuwa ni fasaha zaidi kwa watu. Sheikh wangu karibu. لا إله إلا الله أفني بها عمري. لا إله إلا الله أدخل بها قبري. لا إله إلا الله أخلو بها وحدي. لا إله إلا الله ألقى بها ربي. لا إله إلا الله قبل كل شيء. لا إله إلا الله بعد كل شيء. لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء. لا إله إلا الله ونستغفر الله. لا إله إلا الله ونتوب إلى الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. أحيي الحفل الكريم قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. أما بعد، يا خادم الجسم، يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته، أتطلب الربح مما فيه خسران؟ انهض إلى الروح واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. Baada ya kumhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu na kumsalia Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwanza nimshukuru Sheikh Abdullah bin Uthman al-Jamzuri ambaye amenidhania mazuri, yani al-Jamzuri na amenidhania mazuri kwamba nina tawadhu, mwanachuoni mkubwa, ni mazuri. Amenidhania Mwenyezi Mungu ambaye na tufaniane mazuri siku zote. Amin. Nashukuru viongozi ambao wako hapa, Maulana Mudir Maahad Shams al-Maarif al-Allama Sheikh Samir Sadiqi, vile vile Sheikh al-Murabbi والعالم المزكي الشيخ يوسف بن محمد Kidago na wengineo waliojaa, ambao mimi kama alivyotangulia tawashafishia njia wao. Wa akhi Harun huwa afsahu minni lisana فأرسله معي يريد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. Ndugu zangu, dakika 12 yani بكل صراحة hazinitoshi. يعني بكل صراحة، والصراحة راحة، هكذا يقول العرب، وفي الصراحة راحة. lakini itakuwa ni ukosefu wa adabu nikiepuka dakika 12. Hata kama hazinitoshi, na najua hazinitoshi, lakini wala siombe kwamba nikisema hivi namwambia Shekhe Abdallah niongezee, lakini hazinitoshi, lakini wacha nende nazo ili iwe nimefanya jambo. Allahumma salli wa sallim alayhi. Ndugu zangu, majalisi haya tunaweza kuyaita ni maulid kama tunavyoita, wengine wayaita ni hadhara,
wengine ni majalisu sufia, na nataka kwa dakika chache kuzungumzia majalisu sufia wa atharuha. Majlis ya sufia, asufia ni watu ambao lahum sima tumayizuhum, wana alama zao, wana dalili zao, wana ishara zao, na ni watu wakubwa sana. Tumeisoma tasawuf, tumekaa na sufia kadha wa kadha, ahyaan tumekaa nao, wa amwatan tumekaa nao kwenye vitabu kuwasoma. Ibn Taymiyyah Sheikh ambaye jina lake ni Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam ibn Abdullah al-Harrani, tumesikia hapa Ibn Taymiyyah akasema ni mtu ambaye tunataka tumsome sana, tumfahamu ni nani Ibn Taymiyyah. Usitosheke na jina Ibn Taymiyyah, kasema ni nani, maana huwa Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah katika Majmu'atul Fatawa amewagawanya sufia ila thalathat aqsam. Kuna sufiyatul haqa'iq, sufiyatul arzaq na sufiyatul rasm. Simeambia dakika 12 hazikutosha. Lakini sufiyatul haqa'iq ndio sisi tunaowapigania, ndio sisi tunaowasoma, ndio sisi tunaowatangaza, ndio sisi tunaowapenda, na ukiwafuata utafaulu. Sufiyatul haqa'iq rijal la tulhihim tijara wala bay'un an dhikrillah ulaikum rijal, ni watu wakubwa sana. Ndio katika athari zao ni haya majalis ya maulid na mingineyo. Ya maulidan ma anta illa zinatu tuyi alquluba mahabbata almutafarridi shahida dhakiyu nawalahu fasa'a lahu sa'yan liyudrika fihi sidqa almaqsid. Ya maulidan maulid ma anta illa zinatun, hayakuwa maulid ni pambo kidhahir kibatin. Haya ni majalisu sufia ambayo athari yake ni kubwa, ambayo athari yake ni pana sana, na yana kasi ambayo kwamba itabakia ila ayyaritha Allahu al-ardha wa man 'alayha wa huwa khayrul warithin. Kubwa ambalo kwamba yatakiwa tuwe nalo katika majalisi ya haya ni kutengeneza nyoyo, na wameanzisha kwa lengo hilo. Tunapokuja katika majalisi haya adabu, tutengeneze nyoyo zetu, na nyoyo ndio mahali nadharillahi ila al-abd. Mungu haangalii mwili wako, haangalii kimo chako, angalia moyo wako. La yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Suala la nyoyo ambao ndio lengo ya kullu majalisi sufia, ikiwa ni maulid, ikiwa ni dhikri, haya yote majalisi sufia lengo lake ni kupigania moyo, ili moyo utengeke, ili moyo uwe mzuri. Ndio haya mashairi niliyosoma. Shairi mmoja katika wanazuoni asema, ya hadimal jismi, ewe unaotumikia mwili, kam tasaa, mara ngapi wenda mbio li khidmatihi, kwa kuutumikia mwili. Wataka uwe na nyumba mzuri, wataka uwe na kipando kizuri, yataka uwe na simu nzuri, yataka uwe na mke mzuri. Kam tasaa, wenda mbio kwa hayo yote kutumikia mwili. Ile nyumba nzuri ulele mahala pazuri, ile gari mzuri upande gari mzuri, ule mke mzuri upate kusikia raha, na mingineyo kadha wa kadha. Ya khadim al-jismi kam tas'a li khidmatihi atatlubu ar-ribha mimma fihi khusran. Sikuangalia saa, ikifika dakika 20. Ya khadim al-jismi kam tas'a li khidmatihi, ewe unaotumikia mwili, mara ngapi wenda mbio kwa kutumikia mwili. Atatlubu ar-ribha mimma fihi khusran, watafuta faida kwa kitu ambacho kwamba ndani kuna hasara. Haya, umepata gari zuri,
haya umepata nyumba nzuri ya ghorofa, haya umepata shamba nzuri, mwisho wake ni nini? Lakini la kufanywa ni hili, inhab ila ruh, simama uitumikie roho. Inhab ila ruh, inuka kuitumikia roho. Wastakmil fadailaha, na ukamilishe yale mazuri ya roho. Fa anta birruh la biljismi insan, wewe ni mwanadamu lakini kwa roho, si kwa mwili, bodi na nini. Kwani yule maiti sana kuitwa maiti amekufa, wako umepungua nini? Kabla ya kufa alikuwa na mikono miwili, baada ya kufa mkono mbakia mmoja. Ankomeke masa mbakia mmoja, alikuwa na miwili mikono, na kifa mikono miwili iko pale pale, miguu miwili, kichwa chake. Lakini mbona si mwanadamu tena, ambaye ni maiti, roho imetoka. Fa anta birruh la biljismi insan, wewe ni kwa roho. Sasa hii roho ndio ambayo kwamba takiwa tuende mbio sana. Na leo katika mashakil alamia ni kwamba tufanye bidii na tufanye bidii kuwa mbali na kuitumikia roho. Unapokuja katika majalis kama haya, utaona lengo umetoka, kumekuwa na matangazo ni kumswali Mtume. Pengine umekaa tangu mwanzo wa hadhara ila an tantahi alhadhara, hata mara moja hukufungua mdomo kumswali Mtume. Pengine na wenzako ngale unafanya. Sasa ishi faida min alhudhur, ile faida wewe kuja hapa ni nini? Ndugu zangu, kama nilivyosema dakika chache, binisbali wametumasali binisbali chache, lakini Waislamu na talabatul ilm naomba namshe sitaki unifaulu صلوا على محمد. sawa Maulana. Talabatul ilm, naomba sisi tuwe ni uswa kwa ambao kwamba si talabatul ilm. Walimu tuwe ni uswa kwa ambao kwamba si walimu. Leo katika hadhara hizi tupige mfano mdogo, mtanisamehe sana. Saa hii mimi nazungumza, lakini wengine mnapenemendi midomoni. Si heshima ya kumsikiliza mtu. Ni kweli si kweli? Si heshima wamsikiliza hata kama ni mdogo wako, na huku si adab, si adab, si adab. Laisa min al-adab fi shay. Yatakiwa wamsikilize, wanamsikiliza, wa kulluka ihtiram, wa kulluka adab, wa kulluka israa. Wewe umepulika, umwangalie yule, sio huku wamezamate wavuta. Na haya ni baadhi ya matatizo, mtanisame. Zamani sisi katika mawadi tuliohudhuria, Sheikh Samir mudiri alikurekebisha, na wewe pia umesoma kwa mabana, lakini ilikuwa hakutolewa maji kwenye hafla wala maperemende. Sasa tukitoa peremende, mtu mimi tia yangu na wewe yako, hafisat ala nabi man jaana bi risala. Sisi tunafahamika vizuri. Sisema tutoa peremende, pengine tusitoeni baada ya maulidi, lakini saa ile kwa somo maulidi tuna peremende midomoni. Sidhani kimtazamo wangu kama itakuwa kuna hata katika lile jambo. Talabatul ilm, nisikilizeni kwa makini. Ana talibun mithlukum tamaman, lakini tutatofautiana. Mimi nina miaka nyingi, nyinyi na miaka ndogo, lakini kulluna lililmi talaba. Sote ni wanafunzi wa ilmu. Tuonyeshe mifano mizuri. Nimetaja la peremende, nataja na lingine, msamehe. Siku hizi kuna mtindo kofia zavaliwa mpaka hapa, na tunavaa ni sisi talabatul ilm. Ni kweli si kweli? Hii sura yenyewe yaonyesha mkoreko. Usirekebishe sasa, wacha tu. Iache vile ilivyo, usiweke mpaka hapa, iache tu, usiondoshe. Sasa si katika adabu. Sisi hatukuona waliopita mashehe zetu, walimu zetu, kwamba mtu vaa kofia mpaka hapa. Leo wanafunzi ambao kofia mpaka hapa. Sasa itakuja utazoea mpaka kuswali, utakwenda kuswali kofia iko hapa, na swala haitosihi, sababu katika shurutu saje tulivyosomeshwa na kusomesha
حتى تكون الجبهة مكشوفة وألا يسجد على شيء يتحرك بحركته. Sasa wewe utazoea kofia hapa, sisi tutapokuwa tuswali kofia wapi? Angalieni jamani, yani mambo matatizo ambayo kwamba yako, mambo ya kuvaa kofia mpaka si akhlaq, si akhlaq. Katika hadhara kwamba kuzungumzwa na huku si akhlaq. Tubakishe adabu ya hizi hafla na majalis yalianzishwa ni mabwana wakubwa na athari yake kwa ni kubwa. Sisi tujitahidi. Tabaan vitu haribika saa nyingine, wale ndugu zetu mawahabi wanapotushambulia, na nishasema mimi si mara moja si mara mbili, kuna watu saa nyingine wakataa kuitwa mawahabi. Kuna mmoja nilimsikia Watanga asema ukimsikia mtu awaita ahlus sunna wal jamaa mawahabi basi huyo ni khurafi. Nikapambana naye lakini kiilmu, mimi sipendi fujo, napenda ilmu. Nikamwambia kuna mwandishi wa Saudia Ahmad Abdul Ghafur Attar ameandika kitabu, unwani yake ni Muhammad bin Abdul Wahhab, aliamrishwa na wizara aandike historia ya Sheikh. Nikakisoma kitabu hicho kutoka mwanzo mpaka mwisho, nikaona neno al-Wahhabiyyu, al-Wahhabiyuna, al-Wahhabiyya amelitaja mara 177. 177 kwa kuhesabu na kuweka alama. Kwa hiyo wako mawahabi usikatae. Sasa mawahabi sangine wanapotulaumu katika mambo haya, huwa sisi twafaa kulaumiwa. Niliwahi Mombasa kipindi fulani nikatoa hutuba, nikamwambia jamani, mbona twashindwa ni kutofautisha baina alwasila wal maqsud? Kuna vitu ni wasila, kuna vitu ni maksud. Ukipanda gari hapa kwenda Tanga ndio maksudi, lakini wasila kufikia Tanga ni nini? Ni gari. Kwa hiyo ukifika Tanga ile gari washuka, hata kama ni nzuri namna gani, sababu makusudio ni kufika Tanga, sio ile gari, lakini wasila ya kufika Tanga ni ile gari. Sasa tuna vitu ni wasaili, si hadhara kumswalia mtume ni wasaili, yani makusudiwa katika hadhara hizi. Wataja Mwenyezi Mungu Subhanahu, maneno ya salaf, zile kasida ni maneno ya mabwana na ulama wa tabia. Kalamu sadatul kalam, maneno ya mabwana ndio mabwana katika maneno ya Habib Ali bin Muhammad bin Husayn al-Habshi, maneno ya Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad, maneno ya Habib al-Aidarus mabwana Said Ahmad bin Bakar wa Zanzibar na wengineo. Maneno yale yote tupeleka kwa Mungu, yatupeleka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa tuelewe kwamba yale kumfahamu Mwenyezi Mungu, kumfahamu Mtume ndio makusudiwa. Sana kama tari ni wasila tu, ikiweko lisiweko kabisa ni ala Muhammad yupatikana. Lakini leo qalabna alhaqaiq, tumelifanya tari ndio makusudiwa, ile kasida ni nini? Ni wasila. Sasa haya mambo yaendelea. Naomba nisifahamike kwamba Sheikh leo amekuja kushambulia. Siwezi kushambulia hadhara bwana mkubwa kama huyu. Aliolewa ni Sheikh Muhammad bin Ayub, lakini tuharakishana na sisi tunaokaa mimbarini, sangi tunapata mimbarini ndio tuanza matatizo. Kwa hiyo vijana tuwe na heshima katika hadhara hizi ambazo lengo ni kutengeneza nyoyo. Angalia tangu ulipokaa mpaka sasa moyo wako umepata mabadiliko aina gani? Ya khadim al-jism, narudi pale nilipoanzia ili nimalize. Ya khadim al-jismi kam tas'a li khidmatihi atatlubu ar-ribaha mimma fihi khusran innahu ila ar-ruhi wastakmil fadailaha fa anta bir-ruhi la bil-jismi insan. Tusipiganie roho zetu kuadhkar, kwa kusoma Qur'ani, kwa kumswalia Mtume, na mahala ni kama humu. Kama hapo kumswalia Mtume, utakwenda kumswalia kwenye uwanja wa mpira? Uko Mkokwani uangalie mpira, Allahu sallallahu alayhi, hukumswalia kwenye hadhara yake utakwenda kumswalia Mkokwani? Huwezi kumswalia. Hukumswalia hapo, utakwenda kumswalia sokoni. Kwa hiyo hadhara hizi zibadilishe nyoyo zetu kwa kumswalia Mtume kwa wingi. Zibadilishe nyoyo zetu kwa kusikiliza maneno salafu na salih, maneno ya mabwana Sadat, kalamu Sadatul kalam, yabadilishe nyoyo zetu. Kama nimekosea naomba nisamehewe sana.
na kama yako sawa, naomba nipate dua kwa wingi sana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.